Tulikuahidi awali kwamba tuko na wageni wa kutosha. Tumemalizana na msaikolojia Danford Manyilika, na mara hii tuko na Selemani Idi Mkondo. Yeye ni rais wa chama cha madereva MDAG Africa, na tulisema hapa tutakuja kuzungumza nao. Moja kati ya kitu ambacho nilikuwa nimekipata kama tip kuhusiana na madereva ni barua ambayo ilikuwa imeandikwa ikielekezwa kwa waziri wa ujenzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitomba nisome kwanza kabla ya kuanza mazungumzo naye. Hii ni barua ambayo ilikuwa imeandikwa na chama cha madereva Tanzania, Mkombozi Drivers African Group, ambao ndio hiyo nimekutajia hapo, MDAG, Dar es Salaam, Temeke, hiyo ndio address, na iliandikwa barua tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka jana. Ilikuwa inaelekezwa kwa waziri wa ujenzi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa inahusu kero za madereva. Iliandikwa, rejea kichwa cha habari hapo juu, chama cha madereva Tanzania, Mkombozi Drivers African Group cha pokea malalamiko kutoka kwa madereva tarehe 4 ya mwezi wa 12 mwaka 2025 baada ya kuwatembelea katika maeneo yao tarehe 4 mwezi wa 12 2025 Tunduma katika parking zao. Na Tunduma as I told you mwanzoni kwamba tunapozungumza Tunduma ni lango kuu la SADC. Magari yanapita hapo kwenda Zambia, yanakwenda all the way Botswana huko South Africa na maeneo mengine. DR Congo huko tunafahamu. Sasa waliandika barabara wanazotumia ni mbovu, kuanzia eneo la Igawa hadi Mbeya kuna maeneo hatarishi yanayohitaji ukarabati. Eneo la Mlima Kitonga inahitaji upanuzi wa barabara, pia kutoka Roha Mbuyuni hadi Mikumi kunahitaji upanuzi wa barabara kwani ni eneo hatarishi ambalo linasababisha ajali kila siku. Katika malalamiko ya uongozi wa chama hiki, ulitembelea katika maeneo hayo na kubaini ni kweli hali hiyo ipo ambayo kuna malalamiko na madereva. Chama kinaomba Mheshimiwa Waziri kuwatembelea madereva ili kusikiliza kero zao Tunduma. Madereva wanasema magari wanayofanyia kazi aina ya FAW ama FAW ya Kichina yana shida ya system ya upepo, mengi yana mitungi mitatu na mengine 4, hali ambayo hukosa uwezo wa kutunza upepo. Madereva wanaiomba serikali kufuatilia swala hilo kwani gari hizo ni chanzo cha ajali barabarani. Kufuatiwa na barabara hapa Tanzania, tunaiomba serikali kujenga barabara za kisasa kulingana na wakati tulionao kutokana na soko la uingizaji wa magari makubwa hapa nchini. Wakaandika kutokuwa na barabara zinazotosheleza ni chanzo cha ajali hapa nchini Tanzania, na wakarecommend kwamba wanaamini kuwa kupitia ofisi ya waziri hapo inakoelekezwa barua, changamoto hizo zingeweza kupatiwa ufumbuzi wa kudumu kwa manufaa madereva na taifa kwa ujumla. Na walisaini pale vizuri kabisa na barua hiyo ikawa imetumwa. Sasa nimeanza na hii barua makusudi kwa sababu ya kutaka kujua kile ambacho kimewaleta studioni ni nini, kama barua ilikwenda na ilimfikia muhusika. Tuanzie hapo. Karibu sana ndugu yangu Selemani Idi Mkondo, rais wa chama cha madereva MDAG. Karibu sana studio za Tunduma FM. Sogele microphone tuzungumze vizuri. Karibu sana. Asante mheshimiwa mwandishi. Mimi kama nilivyotambulishwa na mwandishi kwamba ni Selemani Idi Mkondo, ni rais wa chama cha MDAG Africa. Ndio. Kipi ambacho kimewasukuma leo kuja kuzungumza nasi? Na nimeona barua ambayo tayari ilikuwa imeelekezwa katika Wizara ya Ujenzi. Kilichotuleta hapa ni kitu kimoja ambacho baada mheshimiwa waziri mkuu kuleta barua, kuandika barua na kuwapa watu wa kamati husika au taasisi husika, lakini ni kwamba Wizara mambo ya ndani ya nchi hawajashughulikia swala hili ipasavyo. Wizara mambo ya ndani ya nchi hawajashughulikia swala hili mpaka leo. Naweza nikasema kama kiongozi, kutokana na kero za madereva wanaongea saizi kwamba wanatoa malalamiko kwamba swala tamko la waziri mkuu halikuchukuliwa maanani, limepuuzwa na Wizara ya mambo ya ndani ya nchi. Kwani waziri mkuu yeye alitoa tamko gani kuhusiana na hili? Yeye aliandika barua kwanza kuwapa Wizara mambo ya ndani
Wizara ya Mambo ya Ndani waunde kamati maalum ya kuratibu swala hili, ambayo akiwa bwana mmoja anaitwa Lisu Jing ambaye ashughulikie swala hili, lakini hajashukia swala hili. Na kile tukimpigia simu anasema ameandika barua upande wa LATRA, hawajampa majibu. Ameandika barua nyingine upande wa mkurugenzi wa VETA, hajatoa majibu. Akaandika barua nyingine kwa upande wa uchukuzi, bado hajampa majibu. Akatoa barua nyingine upande wa kazi, ajili ya maendeleo ya vijana, hajampa majibu. Nikawauliza, lakini hamtambui kwamba kitendo mlichokitenda, kwamba amri tekelezi ya waziri mnaivunja? Akasema nitaendelea kushughulikia. Mpaka hivi sasa hajashughulikia chochote. Na hiyo mzo wangu Selemani Idi, ambao unasema ya mwisho hapo, uliuliza kwamba kile ambacho pengine wanakifanya hawaoni kama wanakaidi agizo. Ilikuwa ni lini mnafanya mawasiliano ya namna hiyo? Ilikuwa ilikuwa kama mawiki yaliyopita haya. Wiki 2 zilizopita ndio nimeongea na viongozi. Na majibu yao ilikuwa ni kwamba jibu hajapewa, hajatoa mrejesho kwa upande wake wa barua kwamba watafika au vipi. Pengine labda bado hamuamini hivyo, kwamba labda bado linachakatwa, mtakuja kupatiwa majibu? Hapana, ni kipindi kirefu. Ni kipindi kirefu. Kwa sababu tarehe 17 imeandikwa hii barua. Na ikajibiwa, nafikiri ikajibiwa. Ndio. Kwenye tarehe hii hapa. Tamani kidogo mwandishi. Nipatie hizo nyaraka kama zipo. Msikilizaji, tuko hapa na Selemani Idi Mkondo, ni rais wa chama cha madereva MDAG, na anazitafuta hapa hizo documents zake ambayo yani hii ni barua ya upande wa mambo ya ndani, hii barua ya waziri mkuu, na hii barua ambayo turudisha sisi na wakaipokea. Na hizi zote zilikuwa zinaandikwa kuelekezwa kuja kwenu, na bahati nzuri mimi ninaziona hapa msikilizaji, barua ambazo anazisema mzee Idi, na moja ya barua niko nayo hapa ni ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, lakini pia kuna barua ya hii ambayo ilikuwa ni kuwasilisha mjumbe mmoja kutoka chama cha madereva. Wameshaipokea, wamejibu kama wameipokea. Na walijibu kwamba wameipokea. Kwa mnavyofikiri nyinyi, chama cha madereva mzee Idi, nini kinakwamisha utekelezaji wa haya ambayo yametoka kama maagizo kutoka juu? Kinachokwamisha saa hizi, tumeshagundua kwamba waziri mkuu, upande wa waziri mkuu na rais hakuna shida. Shida iko Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi, na ndio maana kuta madereva hatupati haki zetu stahiki, kwa sababu hazifiki. Malalamiko iko hafiki kwa viongozi wa ngazi za juu. Okay. Kwa hiyo wanao tuharibia taaluma yetu isionekane kwamba taaluma ndio ni hao Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini mliandika barua nyinyi kuelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani, ambao nilianza nayo mapema hapa. Majibu yake yalikuwa ni nini? Majibu wanasema watatekeleza. Ndio, ukiwapigia watatekeleza. Na vyama vyote vya Tanzania tangu vianze, majibu yao ndio hayo mpaka hii leo. Alikuwa Malemi Rashidi mpaka amekufa. Akaja maana vyama vya madereva sasa. Vyama vya madereva. Akaja Shubeti akashughulikia. Ni kwamba hawa viongozi wetu walivyo, hawa wakatikati. Tunapotoa hatuthamini viongozi wa madereva. Na hawathamini taaluma ya madereva. Okay. Wacho thamini wao ni kwamba wakisha kaa ofisini wanapanga ratiba ya kukomesha ajali Tanzania. Lakini hawana utaalamu wa kujua ajali zatokeaje. Sisi kama chama, na sisi ni madereva, tuko kama mnavyoona nimevaa suti hapa, ni madereva, tuko barabarani. Tunafahamu nini chanzo cha ajali barabarani. Okay. Sasa utakuta kwamba dereva anapewa mtihani na LATRA, hajafundishwa na LATRA. Na ndio maana kuna kifungu tumekitengeneza hapa katika maelezo ya leo kwamba VETA, NET na chuo cha polisi kifutwe rasmi. Kwa nini mnasema hivyo nyinyi? Tukasome LATRA. Sababu LATRA wao wanatoa mitihani bila kufundisha. Okay. Ina maana wana uwezo mkubwa wa kuratibu na kutekeleza mitihani pasipokuwa na kusoma. Anyway, mzee Selemani Idi, kwa sababu
tunazungumza haya, na nafikiri hata nyinyi pia lengo lenu ni kuona kwamba mambo yanakwenda sawa na sio kumshtaki mtu yeyote, pamoja na kwamba mnaona kuna baadhi ya mambo ni kama yanacheleweshwa kufanywa. Lakini tunapaswa kuwasikia pia upande wa Wizara Mambo ya Ndani, kama ambavyo umesema kwamba mnahisi ndo kuna shida na unaamini kwamba si juu moja kwa moja. Pengine kwa sababu mmeamua kutumia njia hii ya chombo cha habari ili kupaza sauti zenu, si ndio? Wito wenu ni nini? Ombi lenu ni nini kwa serikali hasa kwenye hiki ambacho sisi ombi letu? Kuna vifungu hapa tunataka visome, ndio vitekelezwe. Karibu. Asante. Kero ya kwanza madereva Tanzania, chama cha madereva kimepokea kero hizo MDAG. Tunaiomba serikali kama maombi yafuatavyo. Ndio. Madereva walinyuu leseni zao bila masharti. Okay. Kwa sababu wao ni madereva tayari. Kwa sababu anaenda Kongo, akirudi hapa leseni imeisha, anaambiwa weka hapo ukasome, wakati yeye katoka Kongo jana na hajasababisha ajali tangu waanze. Ndio. Kwa hiyo naomba madereva wote ambao wameendesha zaidi ya miaka 15 na kuendelea bila ajali, hawa ni madereva halali ambao wametumikia nchi hii kwa muda mrefu. Tunaomba walinyue leseni zao bila masharti na kisha wapewe hati maalum ya matumizi bora ya barabara. Ndio. Madereva kisha wakasome. Wakishalinyua leseni kisha wakasome. Sababu kusoma ni mbiu ya nchi. Na hiyo ni sheria, iko kikanuni kabisa. Ni kanuni kabisa. Pia gharama za kulipia masomo ziangaliwe upya. Sababu 350 wakati dereva mshahara wake 375 VETA. Wakati mshahara wake dereva ni 350. Madereva waiomba ICD zote zilioko Dar es Salaam ziende Kwala katika eneo sahihi ambalo limefunguliwa na Mheshimiwa Rais, kuliko kuweka msongamano wa magari ndani ya miji ya Dar es Salaam ambao madereva mafuta tunayopewa ni machache, yanakata unalipishwa bila sababu yoyote, ambayo zingekuwa Kwala ni eneo pana ambao ni la kimataifa. Nafikiri mheshimiwa mwandishi wakati nafunguliwa bandari ya Kwala pale ndio Kuna azimio lingine pia mkonao pia yako 10. Pia mishahara haikizi haja ya 3.5. Wanapenda madereva walipo 1 milioni kwa kila mwezi huu mmoja. Mambo ya safari wataelewana wenyewe. Okay. Na tajiri wake. Ndio. Pia swala la elimu ni muhimu, lakini si kupunguza ajali ndani ya nchi ya Tanzania, kwa sababu watu wamesoma na ajali ziko pale pale naendelea. Okay. Kinachosababisha ajali sio madereva tu, bali ni 70%. Hapa naongea kwa ukweli. Na hata wakiniita naongea hivi. Ndio. Ni 70% ni serikali yenyewe inasababisha ajali. Kwa maana gani? Sawa. Kwa maana ya kwanza kwamba miundombinu ya barabara haiko sahihi. Ndio hii katika barua yenu ya awali mlitaja igawa kuja huko. Na magari walioingiza ndani ya nchi uwezo wake ni mdogo. Na yana uwezo wa kukimbia, lakini uwezo wa brake system sio nzuri. Okay. Pia madereva wamesoma swala la LATRA. Tunaiomba mwanasheria mkuu afafanulie jamii swala la LATRA, uwepo wao wa kuwa barabarani na kuratibu masuala madereva, kwa sababu sura ya 413 kifungu cha 5 kinawapa uwepo wa kuelekeza kuwa katika miundombinu ya reli. Kwa hiyo kama watakuwa barabarani, jamii naiomba LATRA mwanasheria mkuu atangaze upya kwamba ni kifungu kipi ambayo kilichobaki kinachowaweka LATRA barabarani. Okay, mzaidi naona kuna mambo mengi sana ya kuyazungumza hapo, lakini ninaamini kwamba mamlaka zetu ni sikivu, na kama ambavyo kuna barua ambazo mlizitanguliza awali mlipatiwa majibu. Mimi pengine niseme kitu kimoja.
kwamba katika haya ambayo mnayasema na nyinyi mmekaa mmeketi chini mmeona kabisa yanalenga kuwa na maslahi kwa pande zote, kwenu nyinyi madereva, vivyo hivyo pia kwa jamii nzima kwa ujumla. Haya ambayo mmeyazungumza hapa, mimi binafsi ningeshauri tena mrejee katika maandiko kama ambavyo mmefanya katika hizi barua nyingine za awali, yapelekwe tena, na wakati mwingine kama inawezekana kufika katika ofisi husika, kwa sababu tunaweza tukazungumza hapa mzaidi kwamba pengine tunaona watu wanapuuza ambao yanazungumza, lakini huwezi jua ndani hapo katika mchakato ambao unaendelea baadaye kuja kupata majibu. Pengine tukiwa tunamaliza sisi na wewe hapa sasa hivi, uweke tena msisitizo kwenye mnaiomba nini hasa serikali, kifupi kwa dakika moja, ili tuweze kumalizana, alafu baada hapo pia mnaweza mkafanya utaratibu mwingine wa kuona namna gani mnafikia mamlaka. Karibu sana. Sisi tunaiomba serikali, kwa vile wamepuuza agizo la waziri mkuu, cha kwanza, kwa hiyo ndio mtetezi wetu mkuu. Na ni waziri wa kwanza Tanzania tangu ianze kuwasikiliza madereva. Sasa kwa vile unapuuza, chama kilitoa miezi miwili kwa mara ya kwanza ili kuisikiza serikali na tusaidiaje kuhusu masuala haya, lakini kila ukiwapigia simu utakuta wao kama vile hawashughulikii swala hili. Kwa hiyo tunachozungumza sisi ni kwamba ni hivi, endapo hawatashughulikia masuala haya na kinachotuumiza zaidi kupuuza agizo la waziri mkuu, kwa kweli ikifika tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026 tunasitisha huduma mpaka serikali itapotamka kwamba itapotekeleza haya tuliyosoma hapa au yale ya kwenye barua yetu. Ndio tutaanza na huduma. Hilo la kusitisha huduma, mnapaswa kuzingatia sheria na wataka nini katika hilo mzaidi. Sheria nasemaje kuhusu kusitisha huduma, kwa kuamua ama kwa kufuata utaratibu maalum? Sisi tumefuata utaratibu maalum. Tumeandika barua kwa waziri mkuu. Waziri mkuu akipeleka wizara mambo ya ndani, iundwe kamati imepuuza. Ina maana kwamba sisi sasa, na sikuishia hapo, ndio na wasiana nao mara kwa mara, lakini matokeo yake katibu mkuu akasema hivi kwamba kia nikiwapigia kia nikiwaandikia barua hanipi mrejesho, kwa hiyo nitapigia simu. Nikampigia tena wizara mambo ya ndani, nikaongea nao tena, lakini bado ushirikiano wa kuweza kushughulika swala hili la ile kamati halipo. Okay, mzaidi, tunashukuru sana kuwa na wewe asubuhi ya leo, na mimi imani yangu inaniambia kwa sababu serikali yetu ni sikivu na haya ambao mmeyazungumza wanayasikia. Bahati nzuri umetuambia kwamba hata mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, waziri mkuu, alishatoa maelekezo ya nini kifanyike kwenda kwa wizara mambo ya ndani, na imani pia wizara mambo ya ndani na wenyewe lipo katika kwa maana ya kwamba katika mpango wao wa kutekeleza haya ambayo mmeyasema, na kama waziri mkuu aliona hili, manake mtegemee kwamba jambo litakaa vizuri, na kupaza kwenu sauti pia kunaweza kukawa ni sababu ya kusikika tena na tena nje ya kile ambacho mlikuwa mmekizungumza awali kupitia barua. Mzee, tunakushukuru sana kuungana na sisi asubuhi ya leo, na kwenye hili tunatakia kila laheri, kwa maana ya kwamba mkipata kile ambacho mnatamani kiwe kwa mujibu wa sheria, maana mnaweza mkafanya kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi, si ndio? Ndio. Karibu tena wakati mwingine mzee Idi. Asante. Haya, msikilizaji, tumekuwa na mzee Idi Selemani Idi Mkondo, rais wa chama cha madereva MDAG, na kubwa zaidi ambayo alikuwa anazungumzia ni kuhusiana kero za madereva wanazokutana nazo kwa barabarani, lakini zaidi kile ambacho walishaanza kukifikisha kwenye mamlaka, na tunaamini kwamba mamlaka ni sikivu, zitatendea kazi kile ambacho chama cha madereva hawa wamekuwa kikihitaji. Muda si mrefu tunarudi tena hapa msikilizaji, ni sauti ya hii ni tuzungumze. Bwana aha. Ya sauti sawa inasikika. Tuzungumze hapa. Mazoea ya sauti ya asubuhi. Tuko hapa mpaka saa 4 kamili asubuhi msikilizaji, usiondoke.